political agenda. Na tusonge mbele mtazamaji. Katika misitu na vichaka kote magharibi mwa nchi, wavulana wa kizazi kwa vizazi wamekuwa wakiingia kwenye mahala pasiri pa tohara na kutoka kama wanaume. Huu ulikuwa juu ya utambulisho, juu ya fahari ya jamii na juu ya kujihisi na sehemu ya ukoo ambao umekuwa ukifanya hivyo kama kwa miongo kadhaa. Lakini katika nyumba nyingi leo hii fahari hiyo inakutana na hofu. Wazazi sasa wanachagua nyumba ama vyumba vya hospitalini badala ya vituo vya msituni, si kwa sababu wamekataa mila yao, bali kwa sababu wamezika watoto wengi sana. Jackton Oyego alitoka eneo la Lugari, kaunti ya Kakamega, hadi jijini Eldoret na mwanao wa miaka 13. Alikuwa amesikia hadithi za wavulana wanaotairiwa kwa visu visivyo na usafi na vidonda vinavyooza katika vibanda vyenye unyevu. Alisema kuwa mbali na athari ya maambukizi katika vituo hivyo, familia pia hutumia ng'ombe, mbuzi na pesa kulipa wahudumu. Ya risafu hiyo ya kimila hiyo, zile vyombo zinatumika kufanya hiyo kazi ni zile zina uhakika ya kwamba ziko salama ama si salama. Sababu ni kisu inatumika na inanolewa tu ovyo ovyo tu hivyo, yani mpaka sasa inakupea wasiwasi vile kutaenda. Anajua pia gharama ya kijamii ya kuchagua tofauti. Wavulana wasiopitia tohara msituni mara nyingi hudharauliwa na wenzao waliopitia kwa njia ya kitamaduni. Hata hivyo, Oyego aliamua kuendelea, akiamini kuwa baadhi ya mila zimepitwa na wakati. Lakini ya nyumbani ile hakuna mtu anashughulika kuangalia hii kitu ni safi, na ukiona tu kwa macho unaona hii kitu ni chafu. Hizo tools zenye zinatumika. Kwa Beatrice Nyerere, mama wa wavulana wawili wenye miaka 12 na 9, aliona uamuzi huo ulikuwa pia ni juu ya imani baada ya kuwaleta wanawe kwenye kambi ya bure Eldoret Jumamosi iliyopita. Alitoka katika eneo la magharibi akihisi kuwa tohara za kutengwa zinapingana na maadili yake ya Kikristo. Niambia hivyo kutoka last year. Walikuwa wananiambia, mama, sisi tunataka kutahiri. Wananipea pressure. Na ukiona mimi mwenyewe sijiwezi, wenye wanaweza nisaidia wameniacha, wamenitenga, ilikuwa inanipea pressure sana. Nyerere ni miongoni mwa mamia ya wazazi waliopiga foleni kwenye kambi katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwaka jana pekee, wavulana zaidi ya 15 walifariki na wengine kadhaa walilazwa hospitalini katika bonde la Ufa na eneo la magharibi kufuatia madai ya tohara za kitamaduni, kama anavyoarifu Daktari Mahabur Khan. Customs, teenage children, they go to the river, they round down this traditional, and they said every year they die, 2-3 child they lost because of infection. This traditional bleeding, infection, oh my God, I have seen. It's a horrible thing. So far, I think we have about 10 boys that are going to be undergoing circumcision. And I think because Uasin Gishu has had incidences of where patients are going to be they're done the circumcisions in their home areas, and then they end up in hospitals because infections or surgical or having complications because of those circumcisions being done outside the hospital settings. Kanisa na sehemu ya mwili wa Kristo, tunaamini katika holistic approach ya kwamba mtu ni roho, mwili na pia nafsi. Kutoka vichakani hadi meza za upasuaji, kutoka siri hadi usimamizi, kwa wazazi kama Oyego na Nyerere, kuwa mwanaume haipasi kumaanisha kucheza karata za maisha. Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Uasin Gishu. Naam, tusonge mbele mtazamaji na taarifa nyingine kwamba athari za mabadiliko ya tabia